Tangu zamani mambo ilikuwa mazuri, lakini wakati huu mafuta yamepanda, tunaumia sana, sababu hii boda yangu hii nilikuwa naweka 300 mpaka jioni, lakini saa hii mafuta imekuwa gari zaidi, hata siwezi kuafford kuweka, sababu naweka 700 na nilikuwa naweka 300. Kwa hivyo naumia. Ningeomba serikali iteremshe hii mafuta kutoka mahali imeweka 214 kuwe hata 150, angalau tuone kama watu wa chini tunapata kitu. Tunaumia sana, na ningeomba rais wetu afikirie vile anaweza angalia wananchi, angalau tupate angalau kitu ya kila siku ya kukula, sababu saa hii boda ni aloni, na watu wa aloni bado wanadai kila siku pesa, na hii mafuta imepanda. Sasa tutashindwa, tutatoa pesa aloni wapi? Tutatoa ya aloni ama tutatoa ya mafuta? Sababu mafuta ni ghali zaidi kuliko hata hii pesa aloni. Kwa hivyo ningeomba serikali itufikirie sana sisi wananchi wa chini, hasa sisi maasira wanaboda tunaumia sana. Kwa hivyo watu waangalie, wateremshe kila kitu chini, sababu maisha yamekuwa ngumu, chakula imepanda, unga saa hii huwezi nunua, saa hii unga iko juu zaidi, mambo kila kitu imepanda Kenya. Kwa hivyo serikali iangalie maslahi yetu, na ninaomba rais wetu atuangalilie, sababu ni sisi tulimchagua, akituambia atateremsha kila kitu bottom up. Sasa ndio tunaona hii bottom up, angalie iteremuke, ikuwe kama ni bottom up, ikuwe bottom up, lakini si kwenda juu zaidi. Anaitwa Chairman Kimani, mimi mwenyekiti wa bodaboda hapa Nyeri Town. Na siku ya leo tumekuja hapa. Sisi hapa ndio huwa tunafanyia kazi. Na siku ya leo tumesimamisha kazi. Sisi tumegoma tu kufanya kazi. Sisi si maandamano, ni kugoma kufanya kazi kwa sababu tumefinyiliwa. Mafuta ambapo imefikisha shilingi 216. Tunataka kuuliza hivi, serikali nini? Tumesikia juzi president akisema ya kwamba pikipiki zetu zinatumia mafuta taa. Unatumia mafuta taa na njia gani kwa pikipiki? Pikipiki president, kama haujui, it is good to let you know today that pikipiki uses petrol. Na diposa leo tumesimamisha kazi. Sisi hatuendi huko kwa barabara kugoma, hatuendi kuhakisha mioto, hatuendi kufuga barabara. Mahali huwa tunafanyia kazi hapa ndio tumesimama siku ya leo. Tumesema leo hatufanyi kazi, hata customers wetu wako hapa, hata hao wanakubaliana because the prices have been hiked. Siku ya leo tuko kwa strike. Tumegomea kazi, tumekaa hivyo, tumesema tukaa hivyo leo, pikipiki zetu zisimame hivyo, tutume ujumbe kwa rais, tumwambie tulimchagua na hatukumchagua ili aendelee kutunyanyasa jinsi anavyotunyanyasa saa hii. Tunataka atuangalie sisi wafanya biashara wa chini. Sisi ndio tunashikilia economy hapa chini, na akitusukuma mambo itazidi kuwa ngumu kwetu. Pia tutazidi kufinyilia wale watu wengine. Sisi wenyewe tukifinyilia wananchi, tukifinyilia ambao tunabeba, siku ya kesho mtu wa bodaboda kama alikuwa anaenda na shilingi 500 nyumbani, siku ya kesho atakuwa anaenda na 200. Hiyo 200 haitoshi jamii yake, hata yeye mwenyewe haimtoshi. Na kilio chetu ni moja, wabunge wetu, our president, tunataka kukuuliza, wewe ulikuja hapa ukaenda Kenya mzima ukasema ya kwamba uchaguliwe na watu wa bodaboda, ukasema uchaguliwe na mama boga, na sisi tunakuuliza, kwani hao watu wa bodaboda ulisahau ulipofika pale
Swali letu ni moja na ombi letu ni moja. Tumeona mbunge wa pale Kiharu Ndindi Nyoro ameandikia spika wa bunge la kitaifa ya kwamba aitishe wabunge kutoka recess waende waweke mafuta katika zero rate ili mafuta iangushwe na shilingi kutoka 20 shilingi 18. Na hivyo ndivyo ombi letu siku ya leo. Tumekuja kuomba hiyo bunge na wabunge ambao tulichagua haswa kutoka hapa Nyeri. Tulichagua mbunge Duncan Maina wa Mathenge na wabunge wengine wote ambao wako hapa nchini Kenya. Tunawauliza, tokeni katika mapumziko, endeni bunge, muondoe hiyo rate, muondoe hiyo mafuta, muweke zero rate. Saa hii mimi mwenyewe nikiongeza mafuta, what will be my next step? Mimi ni kuongeza bei ya tikiti. Ule mtu ambaye alikuwa na transport bidhaa kutoka Nairobi hadi Nyeri akiongezwa mafuta leo, do you think ataendelea kuongeza nini? Ataendelea kuuza ile bei? Itabidi ndio aweze kutoshanisha ile bei yake na bei ya mafuta, pia yeye aongeze nini? Aongeze bei yake. Kwa hivyo kama ni unga ilikuwa inatoka shilingi 130, siku ya kesho utaikuta kwanza ile wameongeza diesel. Lori hutumia diesel. Na bidhaa hazitransportiwi kutoka Nairobi na pikipiki. Si ndio? Haitransportiwi na punda, inatransportiwa na nini? Na hizo lorries. Kwa hivyo hata production generators haitumii petrol, inatumia diesel. Hata stima yenyewe inatumia nini? Diesel. Ndio tupate stima, hizo generators zinatumia nini? Diesel. Kwa hivyo tunauliza president, hizi bidhaa wananchi wa Kenya wanaelewa ya kwamba once the prices of the fuel are hiked, the results are the other commodities prices will be hiked.